Ujumbe wa dharura kutoka kwa chama cha Chadema umezua taharuki nchini Tanzania na kumshangaza vilevile kumtia woga Rais Samia Suluhu. Ujambo na karibu. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimekosoa vikali hatua ya serikali ya Tanzania kupitia idara ya uhamiaji kuwazuia viongozi wake kusafiri nje ya nchi. Ni hatua ambayo kimeitaja kuwa ni ukiukwaji wa wazi wa haki za kikatiba na uhuru wa kiraia. Taarifa hii inakuja baada ya madai kwamba pasipoti za baadhi ya viongozi wa chama hicho zimezuiliwa kwa muda mrefu bila maelezo rasmi, na ni jambo linalozua sintofahamu kubwa katika duru za siasa nchini Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka Chadema iliyotolewa Oktoba tarehe 19, chama hicho kimelitaka serikali kurejesha mara moja hati ya kusafiri ama za kusafiri za viongozi wake na kuwaacha wawe huru kuingia na kutoka nchini kama raia wengine. Mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa chama hicho Brenda Rupia ametaja matukio kadhaa ambayo viongozi wa Chadema walinyimwa haki hiyo, akisema hali hiyo inaonyesha jinsi vyombo vya serikali vinavyotumika kisiasa kuwakandamiza wapinzani. Taarifa hiyo imeelezwa kuwa mnamo Mei tarehe 13, naibu katibu mkuu bara Aman Golugwa alizuiwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, Dar es Salaam, ambapo alikamatwa na maafisa wa uhamiaji na pasipoti yake kuchukuliwa bila maelezo ya kina, na hadi sasa nyaraka hiyo muhimu haijarejeshwa. Vilevile Brenda Rupia naye anadai kuzuiliwa katika mpaka wa Namanga mnamo Julai tarehe 12 wakati akielekea Kenya na baadaye Ujerumani kwa shughuli za kisiasa, ambapo hati yake ya kusafiri pia ilichukuliwa. Mbali na hayo, Chadema imedai kuwa mtaalamu wake wa miradi na uwekezaji Leonard Magele alizuiliwa kusafiri kwenda Uingereza kuhudhuria semina ya kimataifa kuhusu uwekezaji. Hadi leo pasipoti yake haijarejeshwa, na ni taarifa hizo ambazo zinaongeza shinikizo kwa serikali kutoa maelezo kuhusu msingi wa kisheria wa hatua hizo ambazo kwa wengi zinaonekana kama njama ya kisiasa ya kuwanyima wapinzani uhuru wa kimataifa. Chama hicho pia kimetangaza kuwa hakiwezi kuhudhuria mazishi aliyekuwa kiongozi wa ODM nchini Kenya Raila Odinga kutokana na vizuizi hivyo vya kusafiri. Hatua hiyo imeelezwa kuwa ya kusikitisha, hasa ikizingatiwa historia ya undugu wa kisiasa na urafiki wa muda mrefu kati ya vyama hivyo viwili. Wachambuzi wa siasa wanasema tukio hili linaonyesha ongezeko la mvutano wa kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025, huku baadhi wakiona kuwa matumizi ya mamlaka ya serikali katika kudhibiti wapinzani yanaweza kudhoofisha misingi ya demokrasia. Hali hii ambayo inazidi kuchochea mjadala mpana kuhusu nafasi ya uhuru wa kisiasa na haki za kiraia nchini Tanzania. Kwa taarifa zaidi kama hii na mengine yanayoendelea katika siasa za Afrika Mashariki, endelea kutufuatilia hapa Kenyascope, channel yako inayoangazia matukio makubwa, uchambuzi wa kina na taarifa za kuaminika. Hakikisha umesubscribe, umelike na kushare video hii ili usipitwe na matukio mapya kila siku.